Je, utamkimbia Yesu ama utamkaribia? Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa mchana wa leo. Tunajifunza neno lako takatifu. Roho wako mtakatifu atusimamie na kutuongoza. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 13. Pana kisa kizuri sana. Yohana sura ya 13, fungua Biblia yako. Ukipata useme amina. Ninajua watu wengi bado hawajazoea Biblia, lakini tuendelee kuzoeshana. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema mstari wa kwanza na kuendelea, basi kabla ya Pasaka, nasoma tena, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Yaani aliwapenda kwa namna isivyoweza kueleza, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, na Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simeoni Iskarioti moyo wa kumsaliti, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa yote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu, alitoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Namba 6. Hivyo yuaje kwa Simeoni Petro. Huyu mwambia, Bwana, kuna alama ya mshangao pale. Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Ati Simeoni anamuuliza Yesu swali. Mstari wa 7. Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Na Petro kamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha, namna gani unashirika na mimi? Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha, yaani ikiwa umenikataza nisikutawadha miguu, umejiondoa kwenye ushirika na mimi. Huduma ya meza ya Bwana inatufundisha unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ambacho Yesu alifanya kuwatawadha wanafunzi miguu, alikuwa anawaonyesha kufanya namna gani kunyenyekea, kuhudumiana wao kwa wao, na hakuna mkubwa. Na Simeoni Petro alikuwa na ajenda ya kuja kuwatawala wanafunzi wenzake. Alikuwa na ajenda kubwa, na akajua anayeosha watu miguu kwa desturi ya Waebrania, anayeoshaga miguu ni nani? Wale watumwa, sio watu wakubwa. Anaosha miguu ni watumwa, wale walio chini hao ndio wanaosha. Wageni wakifika, mtumwa ndiye alikuwa anakuja anawisha miguu. Sasa Yesu akanawisha sasa. Alafu akamwambia na Petro, njoo nikunawishe. Petro akasema, nisikubali tu, baadaye na mimi nitanawisha. Sasa na mimi sitaki kunawisha, mimi nataka niwe mkubwa ili wao wanitumikie. Alafu Yesu akamwambia, nisipokutawaza huna shirika. Hilo tangazo
lilikuwa gumu sana kwa Petro. Yeye alidhani ni kitu kirahisi tu kumwambia Yesu, wewe hutanitawadha mimi kamwe. Yaani aligoma. Hata Petro alikuwa na mambo mengi sana. Kuna wakati fulani alimkemea Yesu. Tunakumbuka. Alimchukua Faragha akamwambia, wewe, hii habari unasema utakufa hii hamna. Maana sisi tuna ajenda uwe utawadhe, na ukitawadha na mimi ndiye nitakuwa waziri mkuu. Sasa unasema tena unakufa. Sasa ukifa sasa nani atatutawala sasa? Biblia inasema akamkemea. Yesu akamwambia, nyuma yangu. Wewe nani? Uyawazi ya Mungu unawaza ya kibinadamu. Ya kibinadamu yalikuwa ni nini? Tawala. Nataka apewe madaraka. Mpaka wakati wa meza ya Bwana, Yesu anafundisha hili fundisho. Petro hataki kuelewa, anamwambia utanitawadha. Na Yesu akaona sasa huyu, ngoja nimwambie neno Mungu. Akamwambia, nisipokutawadha huna ushirika na mimi. Wapendwa katika mchana wa leo, ninakusihi usimkimbie Yesu. Haleluya. Unajua kuna watu wanakuja kuabudu, hawaelewani na wenzao na wapatani. Na wanapoambiwa hii meza ya Bwana ndio imeletwa ili mupatane, anasema hata kuliko bora niache kamwe, kama penamba kamwe mimi sipatani kabisa. Yaani kuliko kama sharti hili ile meza ya Bwana lazima nipatane na Masao basi. Greta anasema sasa, maana Greta alikosana na Masao, alikosana na Baraka hapo. Ananiambia, hii meza ya Bwana imekuja Bwana, elewaneni basi, maana Mungu amefungua mlango. Sema hapana. Kama ni hivyo, kama siwezi kukubali. Kuna ushana na huyu mama. Alinisema mimi ni mchawi. Huyu mama ni mbaya. Alinifitii binti yangu akaacha kuolewa. Kuna vituko. Alisema alifanya vituko, kijana wangu alitaka kuoa hapo akakataa, mpaka yule binti akaolewa, kwingine kijana wangu hajaoa mpaka leo. Huyu alinifanya 1 2 3, kwa hiyo sitapatana naye. Kama ukisema hivyo, Yesu anakuambia huna ushirika. Na hii huduma ya meza ya Bwana imeletwa kwetu ili tupatane sisi kwa sisi na tupatane na Mungu. Haleluya. Ndio kusudi lake tu. Na tuweze kukumbuka kifo cha Yesu Kristo ni kilikuwa upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa wewe unataka ubaki na dhambi wakati Yesu alishakufa kwa ajili yako? Unataka ubaki na dhambi? Yaani meza ya Bwana inakuja, tunapotawadhana miguu, tunapooshana, tunasema kwamba tumeoshwa. 1, unyenyekevu. 2, ishara ya kuoshwa dhambi kwa damu ya Yesu. Haleluya. Na ndipo tunakuja kushiriki ile divai, kushiriki mkate, ushindi wa dhambi, kwamba Yesu alikufa. Tunatangaza kifo cha Yesu. Alikufa kwa ajili yangu, alikufa ili mimi niokolewe. Sasa wewe unakataa. Kuna dhambi unayoifanya, alafu unasema leo sitashiriki. Mzee wa kanisa asante, amesisitiza hapa jamani tusitoroke tu. Yaani inabidi mzee asisitize. Maana kwenye makanisa mengine unakuta kanisa limejaa. Alafu tukirudi kwenda kutawadhana, tunaporudi hapa ndani mabenchi yako, watu wameenda wapi? Wamemtoroka Bwana. Wamemtoroka kwa sababu gani? Anasema mimi nina matatizo ambayo sijayamaliza na fulani. Mimi nina dhambi fulani ambayo sijaiacha. Una dhambi fulani, si ndio leo uiache? Haleluya. Kwa hiyo una mkakati wa kuendelea kula zaka, una mkakati wa kuendelea kuvunja sabato, kwa hiyo una mkakati wa kuendelea kale kama mwanamke, kwa hiyo una mkakati wa kuendelea na yule kaka na yule dada, una mkakati huo bado, si uache leo.
Haleluya. Amina. Ukutane na Yesu akuume upya. Hii meza ya Bwana wewe nikwambie, hii meza ya Bwana ni kwa ajili ya wadhambi waliotubu. Yaani wadhambi ambao hawastahili wanatubu, wanakutana na Yesu, wanasema kuanzia leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki tena mambo ya ulevi wa siri, sitaki tena uzinzi wa siri, sitaki tena. Yaani unakuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe sana. Meza ya Bwana, kumbukumbu ya kile Kristo alichofanya kwa ajili yako, inamsikitisha Yesu. Na hili ni tendo la imani. Yaani hili ni jambo linafanyika kwa imani, na unashangaa kama mtu ni mdhambi, alafu akakubali kuacha hizo dhambi, akakubali kabisa, akasema kuanzia leo nimeacha. Hata kama hakuna mtu aliyekuwa anajua, ukakiri ukasema Mungu nimekataa kabisa kuanzia leo. Unaposhiriki meza ya Bwana, badiliko la moyo linafanyika. Na unasikia amani. Sasa wewe mpaka saizi sisamehi, sitaki. Acha, hata kama ni nini, acha. Meza ya Bwana mnasishiriki. Na mtu anakuwa na ujasiri kabisa, jamani watu wa Mungu. Unakuwa na ujasiri huu umeutoa wapi jamani? Yaani wewe unakataa. Na unaendelea na hiyo maisha, alafu mauti inakukuta na hujajiandaa na umemkataa Yesu. Na Yesu anasema ukikataa ule ushirika. Yesu hajawahi kumkataa mtu. Bwana asifiwe sana. Sisi ndio tunamkataa. Yeye anasema njoo mwanangu, njoo. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na ile kulemewa na mzigo, njoo nitawapumzisha. Yaani una dhambi gani na kusumbua, ya siri, ya wazi, njoo. Bwana asifiwe sana. Sasa mtu mmoja akaja na alikuwa ameoa mke wa pili miaka fulani, akaja. Tulikuwa na meza ya Bwana. Aliambia mke wa pili bado anaye, na anasema na mimi si nataka kushiriki, maana meza ya Bwana ni ya wenye dhambi. Sasa muuliza, sasa mtu wa baba, umekubali sasa kuacha yule mama? Hamna. Sasa si meza ya Bwana ni ya wadhambi? Haina maana hiyo, haina maana ushiriki meza ya Bwana uendelee kubaki na hiyo dhambi yako. Kwamba Yesu atanichukua hivi tu na hivyo tu. Yesu anatamani unapokutana naye unapenda kuosha na miguu, hayo mabaifu yaondoke, uache. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tunashiriki kila roho. Yaani kila wakati unakumbuka Yesu alikufa kwa ajili yako. Unakumbuka Yesu alikufa kwa ajili. Hata kama kuna mahali uliteleza, ukala zaka, sema hapana, kwa mara hii nafanya upya agano langu na Mungu. Haleluya Bwana. Namrudia Mungu wangu. Ukitembea ukatetereka ukavunya sabato mara saba ikuta meza ambayo inapotangazwa, ndio maana inatangazwa mara ngapi? Mara 2. Wengine wanatangaza mpaka mara 3. Ili uendelee kutafakari, hivi ni wapi nimemwacha Bwana? Ngeukie mwenzako na pia utatoroka sisi. Ngeukie mwenzako. Unatoroka. Ngeukie mwenzako. Ngeukie, sio watu wanafanya hivyo. Hebu muulize mwenzako, unatoroka? Bwana muulizani. Aya, imekwaje sasa? Sisi tumekubaliana, nimesema uliza mwenzako. Unatoroka. Nani? Yaani jitafakari, usimtoroke Yesu. Na ngoja nikwambie jambo la mwisho sasa. Unapotoka huku, hili jambo ni gumu sana, lakini sasa tufanyeje? Tunasema hivyo tu. Hata kama ni vichungu tunalimeza hivyo. Haleluya. Humu tunaporudi humu ndani, tunabaki na nani? Na Kristo. Tunakutanishwa na nani? Na Kristo. Haleluya. Tunaunganishwa upya na nani? Na Kristo. Ukitoka nje huko ukakimbia meza ya Bwana, uko nje nani? Unaenda kukutana kwa ibilisi, anakuambia yeye toroka kabisa. Yaani wewe unamwacha Yesu kuunganishwa na Kristo, hapo unatoka nje kwa sababu tu huna mpango wa kuacha yule mwanamke, huna mpango wa kumsamehe yule aliyekosana, huna mpango wa kumsamehe mume wako, huna mpango wa kumsamehe mke wako, huna mpango. Wewe tu huna mpango. Na shetani amekupa kiburi, anakuambia ondoka.
na unaondoka kabisa. Samahani, nimesema neno ni gumu na ni chungu, lakini limeze iko hivyo. Yaani unaondoka kabisa na kuna nguvu inakwambia, niende. Sasa uende alafu iweje? Utana pikipiki, umepigwa. Jamani, tumempoteza mwenzetu. Tulikuwa naye kanisani, lakini sasa alitoka akatuacha tunashiriki meza ya Bwana. Labda alikuwa na dharura ya mgonjwa hatujui, lakini ndio hivyo amepotea. Amepotea, sio ameenda. Basi tutakutana ng'ambo pale. Utakutana na nani aliyemtoroka Yesu wewe? Hizi nyimbo nyingine wakati fulani tunaimba tu kufarijiana. Mtu aliyekataa kusamehe mpaka anaondoka kwenye hii ibada kwa hasira. Yaani hiki ninachokihubiri, anayekipokea akatangaza msamaha atashangilia. Haleluya. Ambaye hataki kusamehe anasema hamna. Kama sharti la kwenda mbinguni lazima nimsamehe huyu mtu, basi bora nipotee. Na hajui gharama ya kupotea. Hajui. Kuokolewa ni rahisi kuliko kupotea. Yaani utateseka, nataka kuhakikishie, utajuta. Utajuta. Sema laiti ningetu. Na laiti inakujaga wapi? Shachelewa. Sana wale. Ninakuita usimtoroke Mwokozi. Msogelee Bwana asifiwe. Hicho kitu kinachokwambia usisamehe. Sitaki kubatizwa, sijui nini bado, sijui baadaye, sijui nini. Huo ni udanganyifu tu wa shetani. Mkubali Yesu.